Karibu ndani ya Uamuzi. Leo tunaangalia swali linalogusa kizazi kizima cha vijana. Kwa miaka ya hivi karibuni, Tanzania imeongeza idadi ya wahitimu wa vyuo vikuu na vyuo vya kati. Lakini sambamba na hilo, ajira rasmi hazijaongezeka kwa kasi ile ile. Je, tatizo ni vijana au ni mfumo unaowapokea? Elimu imekuwa ikitangazwa kama daraja la ajira. Serikali, wazazi na jamii kwa ujumla wamewekeza katika kuongeza upatikanaji wa elimu. Hata hivyo, soko la ajira limeendelea kukua kwa tahadhari, likiwa na nafasi chache rasmi ukilinganisha na idadi ya wanaoingia kila mwaka. Mfumo wa elimu umeweza kuzalisha wahitimu wengi, lakini uchumi haujapanuka kwa kasi inayolingana ili kuwachukua wote. Hapa tatizo si elimu yenyewe, bali kutokulingana kwa kasi kati ya uzalishaji wa wahitimu na uundaji wa ajira. Waajiri wengi wamekuwa wakilalamikia pengo kati ya ujuzi unaofundishwa na ujuzi unaohitajika kazini. Matokeo yake, vijana wengi hubaki na vyeti lakini bila ujuzi unaotumika moja kwa moja. Kwa kukosa ajira rasmi, vijana wengi huingia sekta isiyo rasmi, si kwa chaguo, bali kwa kulazimika. Hili linaibua swali. Je, sera zetu zinaiandaa sekta hii kuwa sehemu halali ya uchumi au ni njia ya muda tu ya kujinusuru? Ukosefu wa ajira kwa vijana si tatizo la mtu mmoja mmoja, bali ni matokeo ya muundo wa uchumi na sera zake. Nchi zilizofanikiwa kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana zimeunganisha elimu, mafunzo ya vitendo na sera za kukuza sekta zinazozalisha ajira. Hii inaonyesha kuwa ajira si suala la elimu pekee, bali ni mkakati wa kitaifa. Kwa kijana, swali halisi si kama asome au la, bali asome nini kwa ajili ya uchumi wa aina gani. Hapo ndipo sera za elimu na ajira zinapotakiwa kuzungumza lugha moja. Je, Tanzania inajenga mfumo unaowaandaa vijana kwa ajira zilizopo au kwa ndoto za ajira ambazo hazijaundwa bado? Hili ndilo swali tunaloliacha leo ndani ya Uamuzi. Tupatie maoni yako.